अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। व अन इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। ये सूरह हूद की आयत हैं, 3 और 4 इनका तर्जुमा है। Khalifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala ibn Nasr Aziz anasema kwamba hizi ni aya za sura huu 3 na 4. Tafsiri yake ni hivi kwamba msiabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu, hakika mimi nimetoka kwake kuwa mwenyaji na mtoaji wa habari njema kwenu, na ya kwamba muombe msamaha kwa Mola wenu kisha mtubie kwake, atawafaidisheni kwa vifao vizuri mpaka muda maalum, na atampa kila mwenye fadhili yake, na kama mtageuka basi na wahofieni adhabu ya siku kubwa. दुनिया में आजकल किसी न किसी रंग में तकरीबन हर जगह ही फसाद बरपा है। Duniani siku hizi katika sura mbalimbali ufisadi umetokea. Ni haya ni matokeo ya yale ya kusahau lengo la kuumbwa kwake, yani kuzingatia ibada ya Mwenyezi Mungu na kufanya juhudi kwa ajili ya kupata ukaribu naye. Ukaribu wa Mwenyezi Mungu hauwezi kupatikana bila ibada. Na ibada ni nini? Ibada si kusali swala 5 na hii haitoshi, bali kuna haja ya kusali swala hizi vizuri, tena
si kusali swala vizuri kwa kidhahiri खुद को सामने रखना, bali katika kila अल्लाह ताला के रंग में jambo la maisha होने की कोशिश करने की kuna muhimu kuzingatia mipaka yote ya mwenyezi mungu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Kuna haja ya kufuata sifa za mwenyezi mungu की कोशिश करना भी जरूरी है। अल्लाह ताला की सिफात को अपने सामने रख kujitahidi kufuata sunna ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha ढालने की कोशिश करने की जरूरत na kwa kuzingatia sifa za mwenyezi mungu na sawa na sifa za mwenyezi mungu की अदायगी का हक अदा करने की kufanya juhudi mtu pia पूर्ण कोशिश करना भी जरूरी awe na rangi ya sifa ya mwenyezi mungu na kwa ajili ya kutekeleza है। इबादत का हक अदा करने की haki za mwenyezi mungu na haki za wanadamu kufanya juhudi sana kwa ajili yake. Hali hii itakapopatikana basi mtu फरमाते हैं anaweza kutimiza haki ya ibada. Sayyidina ahmad alahi salatu wassalam anasema kuhusu hii, बाप के तौर पर बयान की गई है jambo la ajabu ni kwamba हैं उनका खुलासा और मगज क्या है। yani maelezo yanayopatikana तफसीलें बयान की गई कुरान शरीफ में। ndani ya qurani tukufu muhtasari wake ni nini, yani फरमाया katika qurani tukufu kuna amri na kuna maelezo yake, muhtasari wake ni nini. कि खुदा ताला के सिवा Amesema sinam alahi salatu wassalam kwamba la tabudu illa llah, असल yani है कि इंसान की msimwabudu kitu chochote isipokuwa mwenyezi mungu. मकसद है, बुनियादी मकसद है। Jambo la hakika ni kwamba lengo la kuumba mwanadamu ni hii, yani amwabudu mwenyezi mungu इबादत असल kama alivyosema wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun. कजी को दूर करके Ibada kwa hakika ऐसा साफ बना दे ni kitu जैसे जिम्मेदार ambacho kwamba mtu kwa kuondoa kila uovu मोहब्बत asafishe moyo wake kama mkulima anasafisha shamba lake, करने के काबिल बना लेते हैं। na inasema maurun muabadun, kama कंकर पत्थर mtu anasaga dawa ya kuweka machoni. Vile vile ikiwa hakuna mawe katika ardhi ya moyo na iwe safi kiasi hiki kwamba inakuwa kama ni roho tu, hii ni jina la ibada ya mwenyezi mungu. कि अगर ये दुरुस्ती और सफाई Ikiwa की जाए marekebisho haya तो इसमें शक्ल नजर na usafi huu और अगर जमीन की जावे ifanywe ya kioo, तो अकसाम के फल पैदा mtu anaweza kuona sura yake katika kioo kile, na ikiwa ifanywe पैदा किया गया usafi huu wa ardhi, basi maua na mimea ya aina mbalimbali inaota. और ना हमवारी Basi mwanadamu ambaye ameumbwa kwa ajili ya ibada, ikiwa anasafisha moyo में खुदा नजर आए। na habakishi uovu wala mawe ya aina yoyote moyoni mwake, basi mwenyezi mungu ataona katika moyo wake. Hii ni maana ya ibada, yani kila kitu kimeumbwa kwa ajili ya mwenyezi mungu. Tayarisheni ardhi kama mkulima anatayarisha ardhi kwa ajili ya kupanda mimea. Safisheni moyo wenu kiasi hiki kama kioo kinaangaa, kinakuwa safi na picha na sura inaonekana. Sura hii, hali hii itakapopatikana kama katika ardhi ya mkulima ambayo imesafishwa vizuri, matunda mazuri yanapatikana na mimea inaota. Vile vile katika moyo wa mtu na katika roho, katika moyo wa mtu na katika roho ya mtu pia matunda mazuri yatapatikana. उसे आईने की तरह मुसफ़्फ़ा Kisha anasoma kwamba ना बना लो, सब्र ना करो। ikiwa बस ये चीज है hamsafishi moyo wenu katika kila मोमिन को नहीं mawe na katika kila uchafu, msikae kwa utulivu, bali mwendelee kufanya kazi hii. Na mwaminio hatakiwi afanye कि फसाद aridhike na hali hii mpaka asafishe moyo wake vizuri. अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ने की जरूरत है। Kwa ajili ya
kujiepusha katika ufisadi wa siku hizi, na kwa kufanya ibada ya mwenyezi mungu kuna haja ya kuunganisha na mwenyezi mungu na kuwa karibu naye. बस नहीं भी होता Inatokea mara chungu mzima kwamba mtu hajishirikishi katika ufisadi au katika shari, lakini kwa sababu ya mazingira ufisadi unaleta athari juu yake pia, उसमें मुलविस हो जाता है na anakuwa sehemu yake और hivi, इसकी वजह से फिर ना सिर्फ हकूक की अदायगी नहीं हो रही na बल्कि anajiingiza katika shari, में भी हिस्सेदार बन जाता है इंसान। na katika hali hii hatimizi मिसाल haki bali anafanya dhulma pia, na anashiriki katika dhulma. Mfano wake mkubwa siku hizi बाज लोग ni के बारे में hali ambayo inafanywa na wanajumuia katika nchi mbalimbali. की वजह से Watu wengine ambao hawajui kuhusu jumuia hata kidogo, wao pia बेशुमार जगह kwa sababu ya maudui na wapinzani, hususan katika Pakistan, नाज़ेबा na sawa na sheria ya nchi, maeneo chungu mzima इस्तेमाल की dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam anatumia maneno machafu, ऐसे लोग na mahali ambapo maneno machafu yameandikwa dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam wanatia sahihi yao kule. इन दुनियादार Basi ibada ya watu wa aina hii kwa kutokujua नमाज़ें अदा कर रहे हैं लेकिन दिल में inakuwa kupata ukaribu na watu, si ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Kwa kidhahiri wanafanya ibada, lakini नहीं कर रहे हैं इनकी तरफ kwa तवज्जो दिलाई hata kama si kwa moyo wao, lakini kwa sababu ya kutokujua hawajitahidi kupata wema ambayo Mwenyezi Mungu amesema inatakiwa mtu दुनिया के साथ मिला apate na afanye. और दीन में जब बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाए Na jambo hili kwamba wakati mtu anachanganya dini pamoja na dunia हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद na ufisadi unapopatikana katika dini na uharibifu unapopatikana katika dini, katika hali hii इसी तरह से होता है mtu anakosa kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za binadamu. Katika और इसीलिए historia ya dini iliendelea kutokea hivi में हम kwamba baada ya kupita muda fulani uharibifu unapatikana katika dini. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alituma mitume katika mataifa mbalimbali, yani baada ya kupita muda fulani, wakati dini inapoacha njia yake, inapoharibika वापस लाने के लिए na roho yake inapokwisha, रूह कायम करने के लिए basi kwa ajili ya kuwaonya mataifa na kuwarudisha katika dini halisi, किरदार na kwa ajili ya kuleta kuthibitisha roho ya ibada, ने आ हजरत kwa sababu manabii wanapata mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. आपके जरिए से अल्लाह ताला Na wakati Mwenyezi Mungu alipomtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa upande mmoja मानने वालों को सिखाए गए आप सल्लल्लाहु maana जो इंसान कामिल थे na njia mbalimbali za ibada ilifundishwa, एक बशर में vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanadamu mkamilifu, फिर हमें हुक्म फरमाया कि ये रसूल तुम्हारे लिए na sifa za Mwenyezi Mungu इसकी पैरवी करो ambazo zinaweza kupatikana katika mwanadamu zilipatikana ndani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mwenyezi Mungu alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema kwenu, mkimfuata mtanipata. बस ये इबादत के Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sala yake na nafali yake si ilikuwa ibada tu, bali kila kitendo chake kilikuwa ibada. से मुकम्मल हो गया, लेकिन इसके बावजूद खुदा ताला ने खुद ही फरमा दिया Na dini ilikamilika कहलवाया कि जिस तरह ambayo ililetwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, के एक अरसा गुजरने के बाद lakini Mwenyezi Mungu में alisema na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alisema kama ni desturi kwamba baada ya kupita muda हालत mrefu और दीन से watu wanaacha kufuata dini बावजूद इसके katika कोई नबी आपके बाद Islam na ndani ya Waislamu pia ufisadi utapatikana na wataacha इसके बावजूद kufuata dini, फरमाया
bila shaka mtume salallahu alaihi wa sallam ni nabii wa mwisho mwenye sheria. Pamoja na hii mwenyezi mungu alisema kwamba hali hii और itapatikana, watu wataacha kufuata dini, तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में na hali hii आपका itakapopatikana na itakapokuwa katika hali ya juu kwa kumfuata mtume salallahu alaihi wasallam, ashiki wake और इबादत atakuja kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का na ataeleza uhakika wa ibada ni nini. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ही करेगा। लेकिन अफसोस है कि अभी hayo मुसलमानों yote की अक्सरियत kwa sababu को नहीं समझ रही। ya kuwa अल्लाह ताला की mtumishi wa mtume salallahu alaihi wasallam atafanya kazi yote katika utumishi wake, lakini wengi waislamu hawaelewi jambo hili, na mtu ambaye anawaita kwenye ibada halisi ya mwenyezi mungu kwa kumwacha yeye, kila moja na kila kundi la waislamu wana njia yao ya kufanya ibada, बल्कि ऐसे लोग na kwa sababu ya hii ufisadi unapatikana hususan katika dunia ya waislamu, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bali जैसे आज watu wengine wanafedhehesha islam. आज भी अल्लाह ताला ने इस पहली आयत के आखिर में फरमाया है, mtume salallahu alaihi wasallam kama alikuwa mwenyaji miaka 1400 iliyopita, leo pia ni mwenyaji. Kama mwisho wa aya hii mwenyezi mungu amesema, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से नजीर और बशीर innani lakum minhu nazirun wa bashir, का जमाना ताकि yani mimi ni mwenyaji kutoka kwake na vile vile ni bashir. Basi wakati wa mtume saa salam ni mpaka siku ya kiama, kwa hiyo yeye ni mwenyaji mpaka siku ya kiama, अपनों को भी और गैरों को भी होशियार करने वाले नजीर na hata leo pia बल्कि अक्सर mtume saa salam anawaonya waislamu na wengine pia. ताकि होशियार हो जाओ, इन खुराफाती nazir बुराइयों से बचो। si maana yake kwamba kuwapatia hofu, bali maana yake ni kuwaonya ili muweze kuepusha katika आप mujiepusha katika maovu. कि मैं नजीर हूँ, इस्लामी तालीम की Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mimi ni nazir, yani mwenyaji. दुनिया के नुकसानात का मुरद बनोगे। Mkiacha mafundisho sahihi ya islam kwa kuacha, मुझ पर ईमान लाने वाले mtapata hasara duniani na अगर katika akhira pia. Hata kama mnatamka shahada, mnaniamini, lakini ikiwa नुकसानात हो सकते हैं, hamfuati dini kisawasawa, katika hali hii और फिर hasara ambayo inayoweza kupatikana ninyi pia mtapata. कि आखिरीन में मबूस होने वाला भी Kisha ni hii pia kwamba ikiwa अल्लाह ताला का mnaelewa uhakika huu kwamba इबादत के तरीके सिखाने के लिए atakayekuja फिर तुम्हें katika watu wa akharin, yeye pia amekuja kutuleta karibu na mwenyezi mungu na amekuja kutufundisha ibada za mwenyezi mungu. कुर्ब के हसूल के Katika hali hii basi mtapata bishara ya dunia na akhira. हैं। Sinam alayhi salatu wassalam ये सच है kwa ajili njia ya kupata ukaribu na mwenyezi mungu anasema, ni kweli kwamba mwanadamu की मंजिल को तय नहीं कर सकते। bila kupata msaada wa mtu mwema इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ने कामिल नमूना रसूल hawezi kufuata njia hii na kupata hali hii. Ndiyo maana kwa ajili ya hii आपके सच्चे mwenyezi mungu alimtuma mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mfano mwema. Kisha kwa daima viongozi walipatikana जैसे kwa एक साबित शुदा kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. बच्चा नहीं है, नलाई गोटी Kama के वक्त असल दरख्त jambo hili limethibitika kwamba yule ambaye si mtoto wa mkulima, wakati wa kulima shamba atakata mimea, कामिल तौर पर कोई नहीं कर सकता जब vile vile इंसान के मातहत न हो।
jukumu hili ambalo ni jukumu la kiroho mtu hawezi kufanya mpaka awe chini ya mtu mkamilifu. मुर्शिद कामिल के बगैर इंसान yule ambaye ameshapata ukaribu na Mwenyezi Mungu kwa kumfuata yeye tu, mtu hawezi kufanya kazi hii. समझता है कि वो गोटी कर रहा है, ये गुमान हरगिज ना करो, bila kumfuata खुद ही आ जाएगी। ibada yake mfano wake ni kama mfano wa yule mtoto ambaye amekaa shambani na anakata mimea bila kujua. Madamu hatujifunzi njia za ibada, उसके आगे hatuwezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu सवाल पैदा होता है, na hatuwezi kumwelekea Mwenyezi Mungu, hatuwezi kumtambua Mwenyezi Mungu. हल हो Kisha ni swali ही बतलाया। moja kwamba और इसका इलाज क्या बतलाया? अल्लाह ताला jambo hili ngumu ने इलाज इसका litafanywa namna gani. Dawa yake ameeleza mwenyewe Mwenyezi Mungu. पार करोगे Dawa yake Mwenyezi Mungu amesema ni nini? Amesema dawa yake ni istighfar, ते हुए yani fanyeni istighfar kwa imani halisi, गुनाहों से दूर रहने का kwa kumfuata nabii wa Mwenyezi Mungu. Ombeni msamaha wa dhambi zenu लेकिन ये वादे होना चाहिए na mujitahidi kujiepusha katika dhambi siku za usoni, ndipo mtafanya istighfar halisi. पहले तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, Sayyidina alayhi salatu wassalam amesema kwamba बाद सिलसिला जो है kwa ajili ya hii anatuma तीनों को भेजता है। manabii. Kwanza alimtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha katika silsila yake alituma viongozi waliomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, वसल्लम के सच्चे जानशीन na katika dhama hii बस हकीकी alimtuma Sayyidina alayhi salatu wassalam, Masihi Maud alayhi salam, ambaye ni कोशिश करने वाले ni mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाएगा अगर वो सच्चे जानशीन की हकीकी इत्तिबा भी करने वाला। Yule ambaye anajitahidi kufanya ibada halisi, lazima Mwenyezi Mungu atamsaidia ikiwa yeye anamfuata mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na anafuata amri zake zote बहरहाल जैसा कि na मसीह मौद अलैहि anakubali mtume wa Mwenyezi Mungu, kisha anafuata mafundisho ambayo anapewa, इस्तिग़फ़ार बताया, kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba इसमें dawa yake इस्तिग़फ़ार Mwenyezi Mungu ameeleza ni istighfar. किस तरह करनी, Aya ya pili ambayo niliyosoma, katika aya hii Mwenyezi Mungu ametufundisha njia ya kufanya istighfar, namna gani tunaweza kufanya istighfar. ये कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो Tafsiri ya aya ile ni hivi, तो तुम्हें na ya kwamba muombe msamaha kwa Mola wenu, मिलेगा और वो हर kisha mtubie kwake, शायान शान atawafaidisheni kwa vifao vizuri mpaka muda maalum, तो यकीनन na atampa kila mwenye fadhili yake. मैंने कहा Na kama mtageuka, basi na wahofieni adhabu ya siku kubwa. इस आयत Kama nilivyosema, इस हकीकत anayefanya फरमाया है istighfar kwelikweli, Mwenyezi Mungu anamwongoza. Mwanzo wa aya hii उससे उसकी मदद के तालिब हो, Mwenyezi Mungu ameeleza uhakika huu kwamba muombe msamaha kwa Mola wenu, जंग धोकर muombe msaada kutoka kwake, na fanyeni maombi kwake मदद फरमाता asafishe ukutu wa moyo wenu. Kisha Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake anasamehe. है। कल दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। इस्तिग़फ़ार में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, Lakini kama mtu leo anashika njia hii na kesho anashika njia ingine बस हकीकी इस्तिग़फ़ार ये है na hafanyi istighfar से kwa mfululizo, hii si istighfar mbele ya Mwenyezi Mungu. Istighfar ya kweli ni kwamba और खुदा ताला तक पहुंचने में mtu afanye maombi kwamba हासिल हो जाएगा, atajiepusha katika mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu hapendi, तो फिर na तूबू anajitahidi पैदा होगी। kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na atakapoziba मुस्तकिल मिजाजी na kinyaga फिर अल्लाह ताला के अहकाम nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi hali ile itapatikana ambayo तो बंदा अल्लाह ताला मुकर्रम atajitahidi kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu
kwa mfululizo. और तौबा Hali hii inapopatikana, basi anakuwa या मुंह से karibu na mwenyezi mungu na mpendwa wake. Inatakiwa ikumbukwe अपनी हालत kwamba की kusema astaghfirullah kwa mdomo si istighfar ya kweli, का bali pamoja na hii ये जब इंसान अपनी mtu anatakiwa ajitahidi kubadilisha hali yake, इंसान के लिए फिर जैसा कि पहले भी बयान हुआ na hii ndiyo inamkaribisha na mwenyezi mungu. फायदे मिलते हैं, Na kwa ajili ya mwanadamu फायदे इसमें हैं। katika hali hii faida ya dunia na faida ya akhira pia inapatikana, na katika istighfari ya hii faida ya dunia na akhira inapatikana, na anapata fadhili ya mwenyezi mungu. बस मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वह अनिस्तगफिरु Kwa mujibu wa aya hii kuhusu istighfar, sinam alah salatu wassalam anasema wa anistaghfiru फरमाई गई हैं, rabbakum summa tubu ilaih, kumbukeni करदा कुव्वत को अमली तौर umma hii imepewa vitu viwili. एक Jambo la kwanza ni kupata nguvu, na jambo la pili ni kuonyesha हो जिससे इंसान nguvu ile. बुराइयों और गुनाहों से बचे। Kitu kimoja ni kwa ajili ya kupata nguvu, mtu हासिल हो गई apate nguvu ili aweze kujiepusha kufanya maovu, इंसान का na कॉल ऑफ फेल kitu kingine ni kwamba nguvu anapopata basi aonyeshe जो अल्लाह na रजा को हासिल करने वाले हैं। mambo yote, kauli yake ni vitendo vyake vyote viwe sawa na amri ya mwenyezi mungu, जिसके na viwe kwa ajili ya kupata ridhaa ya इस्तेमाल allah subhanahu wa taala. Amesema kwa ajili ya kupata nguvu ni istighfar. मांगना, Kwa neno lingine इस्तिग़फ़ार tunaweza kusema ni msaada wa mwenyezi mungu, yani kuomba msaada kwa mwenyezi mungu. सूफियों ने लिखा है कि जैसे वर्जिश करने से मसलन Istighfar kwa maana ingine ni kuomba msaada kwa mwenyezi mungu. Masufia wameandika kwamba kama रूहानी मुक़द्दर kwa kufanya mazoezi इस्तिग़फ़ार है। mtu anaongeza nguvu yake ya kimwili, रूहानी vile vile nguvu ya kiroho ni istighfar. फरमाया कि इसके साथ Istighfar mtu akifanya kwa mfululizo, basi hali yake ya kiroho inaboreka na anapata nguvu, na kwa sababu ya hii roho inapata nguvu na moyo unapata imara. कि अपनी रूहानी ताकत में इजाफा करे, उसको ज्यादा से Yeyote anayetaka nguvu ya moyo basi afanye istighfar. गफर Anayetaka kuongeza nguvu yake ya kiroho basi anatakiwa afanye istighfar sana, kwa wingi sana. Ghafara ni kukinyaga na kufunika. जो खुदा ताला से रोकते हैं Kwa kufanya istighfar mtu बाहर करते रहो, anafunika उन mambo ambayo yanamzuia जो इस बात से रोकते हैं kumwabudu mwenyezi mungu. उनकी पैरवी की जाए। Mtu akifanya istighfar, basi katika hali hii atakinyaga na funika mambo ambayo yanamzuia kufanya ibada ya allah subhanahu wa taala. Maelezo yake हज़रत मसीह मौला katika qurani tukufu फरमाया है कि अगर inapatikana katika sura ya amri chungu mzima. भी तुम sainam alah salatu wassalam amesema sehemu moja तो तुम पूरी kwamba ikiwa mtu anakataa amri moja au wema ya qurani tukufu, फरमाया कि basi katika hali hii hamfanyi juhudi kisawasawa. ये जहरीले मवाद जो हमला करके इंसान को हलाक करना चाहते हैं, Amesema maana ya istighfar ni hii kwamba जहरीले मवाद क्या है? sumu ambayo inataka kumuua mwanadamu basi mtu apate ushindi juu yake. ताला के जो हुक्म है Basi sumu ni nini? नवाही Ni करने का जिनके बारे में mashambulio ya shetani na urembo wa dunia, बचना, ये सब na kuna amri ya kufuata na kuna amri ya kujiepusha. तो जब इस्तेमाल Basi mtu kama hajiepushi katika mambo haya, basi hii yote ni sumu kwa ajili ya mwanadamu. बदियों से Yeyote atakayefanya istighfar और ata क्या जो है atasalimika katika sumu hii, katika maovu haya. माया का खुदा ताला के अहकाम की बजावरी Akijiepusha katika maovu haya, basi wema itapata ushindi juu ya maovu. Kisha kwa keepuka katika vizuizi vyote vinayopatikana katika ibada ya mwenyezi mungu, anatakiwa athibitishe kwa vitendo vyake. वादा है, Mwenyezi mungu ameweka vitu vya aina mbili ndani ya mwanadamu. यानी एक
au sifa ya aina mbili. Ya kwanza ni ya sumu, na shetani लाने वाला ni काम लेने वाला शैतान है, ये जहरीला मादा है। shetani और दूसरा तरियाकी मादा inachochea kuhusu sumu, na yeye anatumia sumu का hii, इलाज किस तरह किया जाए। na kitu kingine ni dawa, दोनों चीजें इंसान के अपने अंदर मौजूद namna gani mtu anaweza kutibu maovu, na vitu vyote hivi vipo ndani ya mwanadamu, yani sumu na vile vile dawa pia. हैं, अच्छाइयाँ भी इंसान के अंदर मौजूद हैं। अगर अच्छाइयों से Maovu pia yapo ndani ya mwanadamu, na vile vile wema pia ni ndani ya mwanadamu. अल्लाह ताला Ikiwa kwa kufanya wema hamkenyagi maovu कब्जा जमा लेंगे। na फरमाया कि जब hamuombi istighfar, basi katika hali hii maovu कोई समझता है yatashinda. या कि चश्मे से मदद नहीं लेता, Na amesema mwanadamu anapofanya kibri na anajiona yeye बस तकब्बुर ni mkubwa na hapati faida katika dawa, basi katika hali hii करने वाली चीज है। anajiangamiza. तकब्बुर है जो इस्तिग़फ़ार से भी रोकती है। जब तकब्बुर करता है और अपने Basi ikiwa hafanyi istighfar, और जो त्रियाकी चश्मा है जो इस्तिग़फ़ार है, mtu anapofanya kibri na तो जहरीली कुव्वत जो है फिर गालिब आ जाती है इंसान पर। लेकिन जब hapati msaada समझता है फरमाया katika dawa, katika hali hii जो हकीर समझता है sumu inashinda. अंदर अल्लाह ताला की मदद की Lakini katika mtu anapojiona yeye ni mnyenyekevu na si kitu chochote, जिससे na anajiona anataka msaada wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii इस्तिग़फ़ार chemchem inaanzishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya chemchem hii roho yake बस गुदाज होना inakuwa chini ya amri ya Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni maana ya istighfar. जिससे रूह गुदाज होकर बह निकले। और ये Istighfar ya kweli ni nini? Ni istighfar ambayo roho inakuwa chini ya amri zote za Mwenyezi Mungu जोश की सूरत में na inainama mbele ya Mwenyezi Mungu. वो Istighfar si kufanya kwa mdomo tu, bali kwa moyo. और Mtu anatakiwa afanye istighfar, पानी की सूरत में बहती है अल्लाह ताला के हजूर झुकते हुए। na hali hii तो ये inapopatikana, yani istighfar inapofanywa kwa moyo, inafanywa basi inatoka katika sura ya machozi, कुव्वत को पाकर na jambo hili linaleta mapinduzi na mabadiliko ndani ya mwanadamu. Amesema kwa kupata nguvu hii anatakiwa ashinde juu ya sumu, वो इस्तिग़फ़ार उस kama ilivyoelezwa hapo awali kwamba kwa kufanya istighfar mtu anapata nguvu. और आँख के पानी Nguvu inapatikana katika istighfar ambayo inatoka kwa moyo wa mtu, इस्तिग़फ़ार हकीकी इस्तिग़फ़ार है जो इंसान में एक तब्दीली पैदा करता na inaonekana katika sura ya machozi yanayotoka katika macho. Hii ni istighfar ya kweli ambayo inaleta mabadiliko ndani ya mtu. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam, maana yake ni hii pia kwamba है। माया के हाँ पहले mwendelee kufanya ibada kwa mfululizo hivi kwamba mwendelee kumfuata nabii wenu, na kila wakati muombe istighfar kwa Mola wenu. Kwanza muombe msaada kwa Mola wenu, na mkipata nguvu basi muiname na mwelekee Mwenyezi Mungu अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए अल्लाह ताला की तरफ झुकना है। sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ अगर इंसान झुका रहेगा Ni kwanza ni kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha ni kutii nabii wake, na mtu atakapoendelea kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu na atakapoendelea kuomba msaada kwa Mola wake, hali ile ya tubu ilaihi inapatikana, रोके ili वो इलाह को Mwenyezi Mungu मजीद akubali toba yake na amzuie katika maovu. हैं। Tubu ile इस्तिग़फ़ार को तौबा पे kueleza zaidi maana yake, Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba istighfar na toba ni vitu viwili. तौबा से Toba, istighfar inashinda juu ya toba, क्योंकि इस्तिग़फ़ार yani istighfar
inakuja kwanza na ni muhimu zaidi, तौबा अपने कदमों पर kwa sababu istighfar ni msaada na nguvu ambayo inaombwa kwa mola, इस्तिगफार पहले na toba ni kusimama juu ya miguu yake. इसके लिए Istighfar ni kwa ajili ya kuomba msaada na nguvu, आजमाए जाते हैं। दिल हर किस्म की मलौनी से, na kwa ajili yake तो ये mtu analia mbele ya Mwenyezi Mungu इसलिए na moyo unasafishwa katika kila ovu. जब ये हो जाएगा Istighfar hii इंसान ni kwanza, का दूसरा कदम जो है वो na hali hii तौबा है। inapopatikana, kisha mwanadamu मुस्तकिल मिजाजी से फिर anachukua hatua yake ya pili ambayo ni toba, yani kusimama juu ya miguu yake, yani kwa mfululizo anaendelea kuomba toba, na kwa ajili ya hii pia anatakiwa aombe istighfar. बल्कि पहले इस्तिगफार से कुव्वत हासिल करो, Kushika masikio na kusema toba toba, kama siku hizi watu wanasema hii si toba, bali kwanza kwa kufanya istighfar तौबा हो गई, हासिल हो गई। mutafute nguvu, कायम रखने के लिए फिर kisha mufanye toba, इस्तिगफारुल्लाह यही है कि जब अल्लाह ताला na kisha toba inapopatikana kwa ajili ya kubakisha toba hii mnatakiwa mufanye istighfar. इंसान अपने पांव पर Desturi ya Mwenyezi Mungu ni hivi: mtu anapoomba msaada kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anampatia nguvu, kisha baada ya kupata nguvu hii mwanadamu anasimama juu ya miguu yake na anakuwa na nguvu ya kufanya wema, na hii ni tubu ile. हालत में खुदा से इस्तिमदाद चाहता है। सालिक जब तक अल्लाह ताला से कुव्वत Katika hii Mwenyezi Mungu ameweka mwongozo kwamba anayemtafuta Mwenyezi Mungu anataka msaada na nguvu kwa Mola wake. Ikiwa yeye hapati nguvu na msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hawezi kufanya kitu chochote, na hali hii inapatikana baada ya kufanya istighfar. Basi ikiwa hali hii haipatikani, basi nguvu ya toba pia inakufa. लाजल मुसम्मा, Mkifanya istighfar kisha mkitubu, yumattekum mataan hasanan, mtapata hali hii, अल्लाह ताला अच्छी तरह और आला समान yani kwa muda fulani फरमाया कि सुन्नतुल्लाह mtapata faida. कि अगर इस्तिगफार और तौबा करो Mwenyezi Mungu atapatia faida, कि हर एक na hii ndiyo ni sunna ya Mwenyezi Mungu kwamba ikiwa mnafanya istighfar na toba यानी हर mtapata जो madaraja yenu. जो हासिल करने की कुव्वत है, Kila किसी चीज़ को kitu, याद करने की कुव्वत, हासिल करने की कुव्वत है, पाने की कुव्वत है, nguvu inayokuwa kupata kila kitu, जिसमें वो मदारज तरक्की को हासिल करता है kwa ajili yake kuna mpaka, इस्तिदाद के मुताबिक। एक दायरा है जिसमें वो हर इंसान अपनी तरक्की के na kila mmoja sawa na uwezo wake हर एक आदमी anapata आया कि हर एक madaraja रसूल सदीक शहीद नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक है, madaraja ya maendeleo yake, लेकिन फरमाते हैं कि गरज इसमें शक नहीं है कि na kila mtu hawezi kuwa nabii, siddiq na shahid, कि ये lakini hakuna shaka हर मुकाम पर नहीं, ndani yake kwamba ni daraja ya aina mbalimbali. वो कायम है। Kila mmoja hawezi kupata फरमाया कि kila daraja. फरमाता है कि उन अमूर पर मुवाजबत करने से Fadhili inayopatikana katika madaraja mbalimbali hakuna shaka ndani yake. पालेगा, Kisha mbele यानी Mwenyezi Mungu anasema kwamba जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, kila mmoja sawa na uwezo wake atapata madaraja na maendeleo, मुवाजबत का मतलब है कोशिश करते चले जाना, mambo ambayo Mwenyezi Mungu amesema ikiwa mtu anaendelea kufanya kwa mfululizo जो है bila kuacha. कर अल्लाह ताला को पाने की अपनी इस्तिदाद के मुताबिक, जो भी उसकी इस्तिदाद है, Kila mwanadamu katika hali hii anayejitahidi kupata Mwenyezi Mungu sawa na uwezo wake इस आयत का वयोते atapata madaraja yake. Hii ndiyo ni maana ya aya hii, फजीलत wayote kulla zi fadhlin fazlahu, और जैसा यानी बयान हुआ है kila mwenye fadhili Mwenyezi Mungu atampatia fadhili yake, na kama ilivyoelezwa दीनी बरकत हर एक को इस ज़माने में मिलती हैं, रूहानी बरकत इस ज़माने में मिलती हैं,
baraka za dini ये फजीलत की वजह से anapata katika zama hii na katika akhira pia kwa sababu ya fadhili hii. कि लेकिन अगर ज़्यादत लेकर आया है तो खुदा ताला इस मुजाहिदे में इसको ज़्यादत देगा। kisha anasema sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba से ये तो अल्लाह ताला lakini को देना, किसको कितना देना है kama साथ चल रहा है। अगर अल्लाह ताला अपने फजल से kama Mwenyezi Mungu kwa fadhili yake तो इस तौबा और इस्तिगफार और तौबा की वजह से तौबा की वजह से फिर उसको अल्लाह ताला anataka kumpatia bila hisabu yoyote kwa sababu ya istighfar na toba. मुजाहिदा हो Katika hali hii Mwenyezi Mungu anampatia zaidi फरमाया कि और अपने फजल kwa sababu ya juhudi hii, lakini sharti ya kwanza ni kwamba iwe juhudi na istighfar na toba, ndipo Mwenyezi Mungu मलिक की है ataongeza अल्लाह ताला की अपने क्योंकि मालिक ना है उसकी अपनी atapata hali hii सिर्फ मेहनत का ambayo ni haki yake, मालिक होने की वजह से अपने फजल को बढ़ाकर जितना मर्जी चाहे दे na Mwenyezi Mungu ni maliki. Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii पार करने वालों anaongeza fadhili yake amtakaye. बहरहाल अपने फजल से नवाजता है। La- फरमाया ni dhahiri kwamba anayefanya istighfar na anayemwelekea Mwenyezi Mungu, है मतलब Mwenyezi Mungu anamfadhili. रखेगा। फिर आप फरमाते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि मियाँ हमने वली बनना है जो ऐसा Mwenyezi Mungu hatanyima बनना है mtu yule. ऐसा कहते हैं Kisha anasema watu wengine wanasema kwamba sisi hatutaki. काफिर हैं। Je, tunataka kuwa mawalii wa Mwenyezi Mungu? इंसान को मुनासिब Wale wanaosema hivi wale basi ni makafiri. बनाया हुआ है, इस्तिग़फ़ार तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, उसको Mwanadamu anatakiwa afanye kazi sawa na kanuni ya Mwenyezi Mungu, na ameacha wazi mlango wa istighfar. Kwa hiyo mtu anatakiwa उसकी इस्तिग़फ़ार atumie na afanye juhudi. Mufanye juhudi yenu, kisha ni fadhili yake sawa na daraja ya kila moja, sawa na uwezo wa kila moja. Mwenyezi Mungu atampatia na atampatia fadhili zake. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मजालिस की कुछ बातें बयान Halifa mtukufu anasema kwamba baada ya kueleza haya, sasa nitaeleza hali na habari ya hafla ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, mikutano ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Katika फरमाई mkutano na katika hafla ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, watu walikuwa wakiuliza maswali. कि मैं Katika hafla moja Sayyidina alayhi salatu wassalam alisemaje kuhusu istighfar. पढ़ने का उस ज़माने Riwaya moja inapatikana kwamba mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba nisome wazifa gani. कि इस्तिग़फ़ार बहुत पढ़ा करो। Wakati huo ilikuwa desturi ya kusoma wazifa ya aina mbalimbali. Sayyidina alayhi salatu wassalam akasema kwamba sema istighfar kwa wingi. बचा ले Ni hali mbili ya mwanadamu, ya kwanza asifanye dhambi मेरा गुनाह au ajiepushe katika mwisho mbaya wa dhambi. तो अल्लाह ताला उस गुनाह के बद अंजाम से Hali ya kwanza ni kwamba mtu asifanye dhambi, na lakini ya pili ni kwamba ikiwa mtu amefanya dhambi na amejuta, basi Mwenyezi Mungu जब इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हो amlinde katika mwisho mbaya wa dhambi ile. ये बहुत बड़ा वजीफा Wakati wa kusoma istighfar, mtu anatakiwa azingatie mambo haya yote गुनाह से बचने की दुआ मांगे na azingatie maana hii yote. तो उसका बाद अंजाम Wazifa hii ni kubwa sana kwamba mtu asifanye dhambi, lakini kama mtu kwa bahati mbaya amefanya dhambi, basi Mwenyezi Mungu amlinde katika mwisho wake mbaya. चाहे Jambo la kwanza anatakiwa aombe kwamba Mwenyezi Mungu asitiri aibu zake, नमाज में na ya pili ni kwamba Mwenyezi Mungu amlinde asifanye dhambi tena. Hii haiwezi के गुनाह kufanyika kwa ulimi tu, bali inatakiwa afanye kwa moyo wake, गुनाहों की तफसील जानने के लिए na hii ndiyo ni lengo la istighfar, kwamba mtu ajiepushe kufanya dhambi. एक मजलिस में एक शख्स आया Kisha मौलवी अब्दुल करीम katika hafla moja रज़ी अल्लाह ताला mtu mmoja alikuja na उनका वाकिफ था Maulvi Abdul Karim Saheb raziallahu taala anhu पेश किया हज़रत मुस्लिम alikuwepo pale, na शख्स कई yule mtu alikutana se Maulvi Abdul Karim Saheb बड़े मशाइख के पास से alimleta mbele ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे कि क्या कहते हो बताओ Yeye alikuja
kwa kuwapitia masufia wengi. Sainam alah salatu wassalam alisema, unasemaje? मैं जिस बुजुर्ग के पास Akasema, जाता हूं, थोड़े दिन रहकर फिर huzur, nimewapitia mawalii wengi masufia, lakini nimeona aibu दूसरे मुझ में गीबत nilipokwenda na kwa mtu yeyote. Nilikaa kwa siku chache, kisha niliondoka. बस तक दस Na ya pili, nina aibu ya असल मर्ज तुम्हारा बेसब्री kusengenya, na ya tatu ni kwamba sipati shauku ya ibada. Sainam alah salatu wassalam amesema kwamba वो बेसब्री है तुम्हारी sababu kubwa ni kwamba huna subra. मर्ज़ हैं। देखो इंसान अपने दुनिया की Maradhi hasa ni kwamba huna subra. और सब्र और इस्तिकलाल से Angalia, अंजाम का इंतजार करता है, फिर खुदा mtu बेसब्री ले katika mambo ya dunia एक जिम्मेदार एक ही दिन में खेत में बीज anapokuwa उसके फल काटने की फिक्र में है, anapofanya subra, या एक बच्चा kisha kwa nini कहता है hafanyi subra mbele ya Mwenyezi Mungu? होते ही कहता Je, mkulima kupanda begu kesho yake anategemea matunda? खुदा ताला के कानून कुदरत में इस किस्म की Au baada ya kuzaliwa kwa mtoto anaona anataka kwamba awe kijana na msaidie? कान है जो इस किस्म की जल्द Katika kanuni ya Mwenyezi Mungu mambo ya aina hii hayapatikani. इसमें समझना चाहिए Ni jahili ni yule ambaye anataka mambo yote yafanyike haraka haraka hivi. किस्मत है जिसको अपने अंदर की बुराइयां Mwenye bahati nzuri ni yule kwamba anaona aibu zake ni aibu, को खुश रंग और खूबसूरत yani anaona maovu ya ndani yake. तो बहुत बड़ी खूबी है कि अगर Pengine shaitani बुराइयां हैं, anaonyesha maovu yote kama ni vitu vizuri. बुराइयों को भी अच्छा करके दिखा Basi jambo hili ni nzuri kwamba ikiwa mtu सबरी को छोड़ anagundua kwamba maovu yapo ndani yake, pengine shetani anaonyesha maovu ni mazuri, बगैर इसके कुछ नहीं है mwache शख्स अहल hali hii ya kutokuwa na subra, na uombe msaada kwa Mwenyezi Mungu, na uombe msamaha wa dhambi zako. पर हुकूमत करनी चाहता है यहाँ तो Mtu yoyote anayekuja kwa rafiki wa Mwenyezi Mungu kwa nia hii kwamba mara moja नहीं बनता apa awe walii wa Mwenyezi Mungu, तो वो अपनी बहुत सी शिकायतें बयान करता hawezi है डॉक्टर के पास इंसान जाता है kufanyika hivi mpaka aache maradhi ya kila aina. Mgonjwa anapokwenda kwa mganga anaeleza maradhi yake ya aina mbalimbali, वो इसका lakini mganga baada ya kugundua की है maradhi ni nini na तो दूसरी baada ya kugundua anampatia matibabu. मतलब है कि इंसान खुदा ताला Vile vile maradhi yako ni kutokuwa na subra. Ukitibu maradhi hii, Mwenyezi Mungu जब तक atatibu maradhi mengine. इस हद तक Mwanadamu hatakiwi akate tamaa kwa Mwenyezi Mungu, aendelee kufanya mpaka mwisho wake. बस ये वो मुकाम है सब्र का कि आखिरी सांस तक इंसान कोशिश करता रहे Basi hii खुदा ताला ni daraja ya subra, kwamba mpaka mwisho wa maisha yake aendelee kufanya juhudi. आखिरी सांस तक हो अल्लाह ताला कादिर है Mwenyezi Mungu ni kadiri, anaweza एक दुआ kufanya kitu chochote mara moja. Mwenyezi Mungu ni kadiri, anaweza kufanya wakati wote, si lazima kwamba mtu asubiri mpaka mwisho wake. चाहिए कि वो राह तलब ने Baadhi wakati anakubali dua katika sajda moja tu, मिजाजी से दौड़ता रहे चलता रहे lakini mapenzi ya kweli ni kwamba कहा है एक फारसी शेर है aendelee kufanya maombi kwa subra na kwa mfululizo. तलब मुर्दा Saadi shairi amesema kwamba तो इश्क की बुनियादी शर्त ये है बुनियादी शर्त उसकी yani, ikiwa mtu hawezi kufika kwa rafiki yake, की ख्वाहिश में मरना है उसको पाने की sharti ya mapenzi ni kwamba फरमाते हैं ni kwamba afe katika hamu ya kumpata rafiki yake. दो मरज हैं एक मरज Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba maradhi ni aina mbili. नाम नहीं बल्कि किस्म बीमारियां दो किस्म की होती हैं एक Maradhi ya kwanza ni mustaghi na mukhtalif, ya pili ni mukhtalif. जिसका दर्द वगैरह महसूस होता है जब दर्द हो Ya kwanza ni mustafi na ya pili ni mustalif. Mustafi ni ile ambayo maumivu और मरज मुख्तलिफ yanapatikana na mtu anahisi maumivu yake, का एहसास नहीं होता kwa ajili yake kupata matibabu yake anajitahidi.
और बाद ऐसे होते हैं na mukhtalif ni ile kwamba mtu hasikii maumivu ya aina yoyote कि हर वक्त इंसान na खुदा ताला से इस्तिग़फ़ार करता है। dhambi ingine mtu anajihisi खुदा ताला ने na तो dhambi इस ingine बात की mtu ये hajihisi अगर फूंक मार kwa hiyo mtu anatakiwa aendelee kufanya istighfar mwenyezi mungu kwa ajili ya imani alituma qurani tukufu तकलीफें उठाते हैं, ikiwa ingekuwa kanuni ya mwenyezi mungu kurekebisha kwa kupulizia मसर हो जाते हैं। basi mtume saa salam asingepata matatizo katika makka गरज यानी अबू तालिब से आपसे मोहब्बत, लेकिन उसके बावजूद angerekebisha abu jehel बेसब्री अच्छी नहीं होती। au abu talib ambaye alikuwa akimpenda एक मर्तबा आपकी kutokuwa na subra si kitu kizuri na matokeo yake ni kwamba maangamio yanapatikana फरमाया यानी safari moja katika hafla ya sainam alah salatu wassalam mtu mmoja alimwomba sainam alah salatu wassalam afanye maombi ili aweze kutimiza mkopo sainam alah salatu wassalam alisema usome istighfar sana ये तरीक है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो, यानी mtu anatoka nje हल्का और katika huzuni ya kila aina akifanya istighfar इस्तिग़फ़ार का kisha amesema कलीदे तरक्यात है, यानी तुम्हारी तरक्यात की चाबी इस्तिग़फ़ार में है। बस ये याद रखना चाहिए, istighfar ni ufunguo wa तरक्यात के kupatikana kwa maendeleo खुलेंगे। yani maendeleo yako yatapatikana उसका पहले जिक्र katika istighfar इंसान को खालिस होकर अल्लाह kufuli yote itafunguliwa kama istighfar inafanywa कि मेरे लिए दुआ istighfar ile ambayo nimeeleza mbele yenu ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार बहुत किया करो, mtu mmoja गुनाह भी माफ alisema kwamba niombee nipate mtoto sainam alah salatu wassalam alisema ufanye istighfar sana बड़ी चीज़ है, यानी kwa sababu ya hii dhambi zinasamehewa na vile vile mwenyezi mungu anapatia kizazi pia यकीन में कामिल हो kumbukeni kwamba yakini ni kitu kikubwa kwamba ikiwa mnafanya istighfar mnatakiwa muwe na yakini juu ya mwenyezi mungu के लिए yule ambaye anakuwa na yakini juu ya mwenyezi mungu mungu mwenyewe anamsaidia ऐसा है safari moja sainam alah salatu wassalam alisema kwa ajili ya kujiepusha katika dhambi mtu anatakiwa afanye istighfar मौके पर नसीहत करते हुए आपने फरमाया istighfar mfano wake ni kama mfungwa mmoja anatoa malipo na anatoka nje katika gereza swahili moja sinama la salatu wassalam alisema kwamba watu wengine wanakuwa katika shida na katika mabalaa ni kwa sababu ya vitendo vyao man yamal miskala zarratin sharran yarahu basi ni lazima kwa mwanadamu kwamba aendelee kufanya istighfar na toba किसी पर फजल के na aendelee kuchunguza isije mauu yake yazidi kuliko istighfari yake na yalete ghadhabu किसी पे होता है तो लोगों के दिलों में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। mwenyezi mungu इंसान का शर हद से गुजर anapotaka kuleta fadhili juu ya mtu yoyote basi अल्लाह ताला anaweka मंशा के मुवाफिक mapenzi kwa ajili yake katika mioyo ya watu जब अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया कि इस पे na ikiwa फजल की नजर नहीं mwenyezi mungu ameamua लोगों को kwamba हो जाते हैं उसके लिए, मगर जो ही hata इस्तिग़फ़ार के साथ खुदा hatampatia fadhili yake katika hali hii mioyo ya watu pia inakuwa ngumu lakini किसी को पता भी नहीं yeye kwa sababu ya toba na istighfar anapoanguka mbele ya mwenyezi mungu जब इंसान सख्त basi rehema inapatikana basi अल्लाह ताला katika hali hii begu ya mapenzi katika mioyo ya watu inapandwa लेकिन अगर वो इस्तिग़फ़ार ndiyo kama mtu anapokuwa mwenye moyo mgumu इस्तिग़फ़ार को na watu wanamkasirikia और फिर उसके na नतीजे hawampendi के दिलों में उसके लिए रहम पैदा हो जाता है। lakini kama yeye anapofanya istighfar mwenyezi mungu anakubali toba yake na matokeo yake ni kama katika mioyo ya watu rehema inapatikana katika mioyo ya watu आज na begu ya mapenzi yake inapandwa katika mioyo ya watu basi हैं जो toba मुल्कों में जिन्होंने एक फितना और फसाद बर्पा किया, ni dawa ambayo haiendi bure जो अपने जोम में siku hizi को अवाम को महबूब ni vitendo vya watu ambavyo vimeleta ufisadi duniani viongozi ambao wanajiona ni wapendwa wa watu किए हुए हैं,
lakini mbele ya watu sasa wamekuwa vitu vibaya, viumbe vibaya, na wale ambao wanajiona bado ni wapendwa wa watu बारी आने वाली लगती, बल्कि एक na watu wanawapenda sana. Hali inaonekana kwamba जो हुकूमत hivi karibuni wao pia watakamatwa. मजीद कितने फसाद पैदा होने हैं, ये अल्लाह ताला पे Ufisadi umepatikana duniani अल्लाह ताला दुनिया को फसादों से बचाए। na serikali mpya iliyopatikana kwa sababu ya hii pia ufisadi ulipatikana, na hatujui siku za usoni ufisadi ya aina gani itapatikana. करने की तरफ Basi ikiwa istighfar upande moja anatimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu na inakumbusha kutimiza haki ya wanadamu, तो और अल्लाह ताला की नाराजगी na इंसान को बचाता है, na inakuwa njia ya kumuunganisha na mtume wa Mwenyezi Mungu, रास्ते हैं na inampusha katika mbali katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, इंसान की जाती जरूरत na inamelekeza katika njia za ridhaa ya Mwenyezi Mungu. वाकयात मैंने पढ़े हज़रत मुस्लिम Vile vile istighfar inamsaidia kumtoa mwanadamu katika बेशुमार फजलों का भी katika matatizo ya binafsi, अल्लाह ताला ने हम अहमदियों पर फजल फरमाया कि हमने इस ज़माने na mwanadamu kwa sababu ya istighfar anapata fadhili chungu mzima ya Mwenyezi Mungu. अल्लाह ताला का कुर्ब पाने Mwenyezi Mungu alitufadhili kwamba tumempokea imamu wa dhama hii ambaye हकीकी फ़ायदा उठाने के लिए alitufundisha jinsi ya kufanya ibada na jinsi ya kukusanya fadhili ya Mwenyezi Mungu. जिसे Lakini kwa ajili ya kupata faida ya milele tunatakiwa tuendelee kufanya istighfar, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। na kila mwanadamu, kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke jambo hili vizuri. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.